Fikiria unaamka asubuhi, lakini kabla hujaamua utafanya nini siku hiyo, tayari kuna mambo ambayo huwezi kuyafanya. Huwezi kutazama kila unachokitaka, huwezi kusoma kile unachokitaka, na huwezi hata kusafiri popote unapopataka. Na wakati mwingine hata kutoa maoni yako kunaweza kukugharimu uhuru wako. Kwa watu wengi, maisha namna hiyo yanaweza kuonekana kama simulizi la filamu ya kutisha, lakini kwa mujibu wa ripoti mbalimbali za mashirika ya haki za binadamu, kwa mamilioni ya watu wanaoishi Korea Kaskazini, baadhi ya hali hizo zimeripotiwa kwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Safari yetu inaanza kwenye kitu ambacho karibu kila mmoja wetu hukifanya kila siku bila hata kufikiria. Baada ya kazi ndefu, wengi hurudi nyumbani na kuwasha televisheni au simu zao kisha kutazama filamu au tamthilia wanayoipenda. Lakini nchini Korea Kaskazini, uchaguzi huo unaweza kubadili maisha yako. Ripoti mbalimbali zinaeleza kuwa kutazama au kusambaza tamthilia na muziki kutoka Korea Kusini ni kosa kubwa. Serikali inaamini maudhui hayo yanaweza kuwafanya wananchi kuanza kuhoji mfumo wa nchi hiyo, na ndio maana baadhi waliokamatwa wakitazama maudhui hayo wamehukumiwa vifungo virefu, huku wengine wakipelekwa kwenye kambi za kazi. Fikiria, jambo ambalo kwako ni burudani, kwa mwingine inaweza kuwa tiketi ya kwenda gerezani. Lakini pengine unajiambia, sawa basi, nitatumia interneti kujua kinachoendelea duniani. Hapo ndipo mshangao mwingine unaanza. Wananchi wengi wa Korea Kaskazini hawaruhusiwi kutumia interneti ya kimataifa kama ilivyo kwa watu wengine duniani. Hakuna Google ya kutafuta habari, hakuna Instagram ya kuona maisha ya watu wengine, hakuna YouTube ya kujifunza jambo jipya. Badala yake, hutumia mtandao wa ndani wenye taarifa zinazodhibitiwa na serikali. Hivyo karibu kila habari wanayoiona imepita mikononi mwa mamlaka kabla haijawafikia. Je, kama usingeweza kuona dunia ilivyo nje ya mipaka yako, ungewezaje kujua ukweli? Na ikiwa ulidhani angalau unaweza kutoa maoni yako hadharani, hapo ndipo hadithi inapokuwa nzito zaidi. Katika mataifa mengi, watu hukosoa viongozi kupitia mitandao ya kijamii au vyombo vya habari, lakini Korea Kaskazini ni tofauti. Kumkosoa kiongozi au mfumo wa serikali kumeripotiwa kwa kosa linaloweza kukupeleka gerezani. Ndio maana wananchi wengi hujifunza kuishi kwa tahadhari kubwa. Sio kwamba hawana mawazo, bali wanaogopa kuyasema. Lakini bado haijaishia hapo. Hebu fikiria, leo umeamua kumtembelea ndugu yako anayeishi mji mwingine. Unaandaa begi lako na kuondoka. Rahisi, sivyo? Si nchini Korea Kaskazini. Ripoti zinaonyesha kuwa katika maeneo mengi, kusafiri kutoka sehemu moja kwenda nyingine kunahitaji kibali maalum kutoka kwa serikali. Bila ruhusa hiyo, safari yako inaweza kuishia njiani. Hivyo hata uhuru wa kusafiri ndani ya nchi yako mwenyewe unaweza kuwa kitu ambacho lazima uombe kibali. Unaporudi nyumbani, macho yako yanatoka kwenye picha iliyoning'inia ukutani. Katika nyumba nyingi nchini humo, picha za viongozi huwekwa sehemu maalum na zinapaswa kuhifadhiwa kwa uangalifu mkubwa. Kuziharibu, kuzichafua au kuzidharau kunaweza kuhesabiwa kwa kosa. Kwa watu wengi nje ya Korea Kaskazini, jambo hili linaonekana la kushangaza, lakini kwa wananchi wengi wa nchi hiyo ni sehemu ya maisha walioyazoea. Na vipi kuhusu dini? Katika sehemu nyingi duniani, watu huabudu kwa uhuru kulingana na imani zao, lakini mashirika ya haki za binadamu yameripoti kwa Korea Kaskazini inadhibiti kwa ukali shughuli nyingi za kidini. Watu wanaoshukiwa kuendesha ibada zisizoidhinishwa na serikali wanaweza kukabiliwa na adhabu kali. Hii imeifanya nchi hiyo kuwa miongoni mwa zile zinazotajwa kuwa na vikwazo vikubwa zaidi kwa uhuru wa kuabudu. Na baada ya kuyasikia yote haya, huenda umeanza kuamini kila simulizi unalolisikia kuhusu Korea Kaskazini. Lakini hapo ndipo tunapaswa kuwa waangalifu. Huenda umewahi kusikia kwamba ni marufuku kuvaa jinsi za bluu, kwamba kila mwanaume analazimishwa kuwa na mtindo mmoja wa nywele, au kwamba watu hawaruhusiwi kutabasamu kila siku fulani. Ukweli ni kwamba madai hayo yameenea sana kwenye mitandao ya kijamii, lakini hajathibitishwa rasmi na ushahidi wa kutosha. Wataalamu wa masuala ya Korea Kaskazini wamekuwa wakionya dhidi ya kuamini kila simulizi bila kulichunguza kwanza. Na pengine hicho ndicho kinachoifanya Korea Kaskazini iendelee kuwa fumbo kubwa duniani, kwa sababu ni nchi yenye usiri mkubwa. Ukweli na uvumi mara nyingi huchanganyika. Kuna sheria ambazo zimethibitishwa na ripoti za Umoja wa Mataifa na mashirika haki za binadamu, lakini pia kuna simulizi nyingi ambazo zimekuwa zikisambazwa bila ushahidi wa kutosha. Mwisho wa yote, swali linabaki kwako. Kama ungepewa nafasi ya kuishi Korea Kaskazini kwa mwezi mmoja tu chini ya mazingira haya, je, ungekubali? Au baada ya kusikia simulizi hili, ungeona uhuru unaoishi leo ni zawadi ambayo wengi duniani bado wanaendelea kuiota? Mimi ni Consolata Chaliga wa Ayo TV.